Uhali gani mtazamaji wa Leaders TV? Leaders TV leo imefika katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kutaka kujua hali halisi ya vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa hapa Zanzibar kwa mwezi wa Machi 2025. Mtakwimu Asha Musa Mahfuz anaelezea hali halisi ya vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Machi 2025. Jumla ya matukio 78 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi wa Machi 2025 ambapo waathirika walikuwa ni 79. Waathirika wengi walikuwa ni watoto sawa na 78.5, wakifuatiwa wanawake sawa na 19 na wanaume sawa na 2.5. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji kwa mwezi wa Machi 2025. Tukio la kubaka yalikuwa ni 41 sawa na 51.9. Kulawiti na kunajisi matukio mawili sawa na 2.5. Kujaribu kubaka tukio moja sawa na 1.3. Kuingilia kinyume na maumbile makosa matatu sawa na 3.8. Kutorosha matukio 11 sawa na 13.9. Lugha ya matusi kulikuwa kuna makosa 7 sawa na 8.9. Shambulio la aibu au kukashifu matukio 11 sawa na 13.9. Usumbufu wa kingono kulikuwa kuna tukio moja sawa na 1.3. Kumpa na kupokea ujauzito kulikuwa kuna matukio mawili sawa na 2.5. Idadi ya matukio yote kulikuwa ni matukio 79. Aidha, amezitaja wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi Machi 2025. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Machi 2025. Wilaya ya Mjini na Magharibi A imeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine ambapo kulikuwa kuna matukio 16 kwa kila wilaya sawa na 20.5, ikifuatiwa na wilaya ya Magharibi B ambapo kulikuwa kuna matukio 11 yaliyoripotiwa mwezi wa Machi 2025 sawa na 14.1. Wilaya ya Mkoani imeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio ambapo kulitokea matukio matatu yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Machi 2025 sawa na 3.8. Nao jeshi la polisi wameelezea hali halisi ya vitendo hivyo pamoja na kuwashauri watu kujitokeza kuviripoti vitendo hivyo. Nadhani jambo lolote kuhusiana na jeshi la polisi kama linakuwa linawakwaza jamii, nadhani sisi wote ni jamii na waandishi wa habari ndio ambao tunawategemea kwenye kuwakilisha taarifa kwa njia nyepesi zaidi. Makao makuu ya polisi kwa hapa kwetu Zanzibar kipo kitengo cha malalamiko. Ndio unafika makao makuu pale kuna kitengo cha malalamiko kwa jambo lolote ambao hujalizika kuhusiana na polisi kuhusiana mkoani, kwa sababu unavolalamika uende katika forum sahihi, si ndio? Kuhusiana na dhamana, kwa mfano kama dhamana utapata elimu pale kama ukija, au kama hata hizo kesi za udhalilishaji zikija, mara nyingi makao makuu imebaki kama kuwa msimamizi. Hatufungui kesi sana, lakini tunasimamia na kutoa maelekezo chini nini kifanyike kupitia ofisi ya Afande Commissioner, sisi tukiwa kama wawakilishi wake pale, si ndio? Kwa hiyo jambo lolote ambalo linahusiana na jeshi la polisi, mtu yoyote ambaye anahitaji ufafanuzi basi afike makao makuu ya polisi. Kuna kitengo cha malalamiko kipo, nadhani kwa kupitia forum hii basi tunaomba ifikie hii taarifa kwa jamii. Mtu yote ambaye hajalizika na jambo lolote kuhusiana na jeshi la polisi afike makao makuu ya polisi. Matukio 75 kati ya matukio 78 yapo chini ya upelelezi wa jeshi la polisi sawa na 96.2 ya matukio yote. Aidha, matukio mawili yamefungwa na polisi sawa na 2.6 na tukio moja lipo katika ofisi ya mashtaka sawa na 1.3. Mtazamaji wa Leaders TV, toa maoni yako kuhusu video hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Amina Adam, Leaders TV, uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.